mahali ulipo. Kasome kitabu cha Zaburi. Zaburi sura 50 mstari wa 23. Nataka nikupitishe maandiko machache. Nataka nikuonyeshe maandiko machache yanayoonyesha shukrani ni nini. Kitabu cha Zaburi sura 50 mstari wa 23. Biblia inasema atoaye dhabihu ya kushukuru, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake, nitamwonyesha wokovu wangu. Haleluya! Mahali popote ulipo, si kwamba kumshukuru Mungu lazima ubebe fedha, si kwamba kumshukuru Mungu lazima utoe kitu. Moyo wako unapojawa shukrani, anasema naye autengeneza mwenendo wake, naye Mungu atakuonyesha wokovu wake. Maana ni nini? Unapomshukuru Mungu, Mungu anafurahia watu waliojaa na shukrani katikati ya matatizo, lakini unamwambia wewe Bwana ni Ebeneza. Katikati ya machozi, wengine wanalia, lakini unamtukuza Mungu. Maana siri ya nini? Wewe una imani ya kuamini hakuna gumu lolote asiyoliweza Bwana. Yote anawezekana, yote anawezekana. Yeremia 32 mstari wa 27 nasema huyu ni Bwana Mungu wa watu wenye mwili. Je, kuna neno lolote gumu asiyoliweza Bwana? Maana yote anawezekana kwake yeye aminiaye. Kwa anza kumshukuru Mungu mahali ulipo. Mungu atafanya njia pasipokuwa na njia. Mwezi wa 12 Bwana anaenda kukukumbuka kila mahali, lakini endelea kumshukuru Mungu. Lazaro wako anasubiria kuona level ya shukrani yako, level ya imani yako. Unaamini namna gani? Kuna mambo mengi ambayo umeyapitia kibinadamu, inawezekana umeumia, lakini acha kumwazia Mungu upumbavu. Ayubu alipitia mambo mengi, alipoteza watoto wake, alipoteza mali zake, lakini maandiko anasema katika kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 22, maandiko ambapo anasema katika pamoja na mambo haya, lakini Ayubu hakumwazia Mungu upumbavu. Manake alihesabu mali zote nitaziacha duniani, lakini uhai wangu upo mkononi mwa Bwana. Ndio maana hakuruhusu hata kumlaumu Bwana, ndio maana hakuruhusu manunguniko yoyote. Na wewe mahali ulipo popote, usinungunike, wewe mshukuru Mungu. Hata kuna mambo unayaona yanaumiza, lakini inua kiwango chako mbele za Bwana. Mungu yuko tayari kubadilisha kilio chako na kukupa furaha, lakini inatokana, je, unaamini nini? Kuna watu wanaamini kupata furaha lazima wakafanye mambo ya tofauti. Kuna watu wenyewe wanategemea kupata furaha lazima aende akalewe. Lakini sisi wana wa Mungu tunapoishi katika ndani ya neno, tunapoishi katika mapenzi ya Bwana, ndipo tunapomtukuza Bwana, naye Bwana atabadilisha maisha yako. Mshukuru tu Mungu mahali ulipo. Yamkini kuna watu ambao waliokuumiza tangia Januari, nataka nikwambie wasamehe, halafu mshukuru Mungu, atafanya tofauti. Manake unapombeba mtu moyoni, unapomzungumzia mtu kinyume, halafu moyoni mwako, kinywani mwako anajaa binadamu, nataka nikwambie, badilisha yale maumivu, kinywani mwako lijawe neno la shukrani. Mungu ataachilia kisasi juu ya watesi wako. Wewe sio kujitetea, yupo mtetezi wa haki, yupo Yesu mtetezi wa haki, naye anasema wewe usijipiganie, mimi nitakupigania. Watapigana na wewe, lakini hawatakushinda. Nataka nikwambie, inua tu kiwango chako, mambo yatabadilika, mambo yatabadilika kila mahali. Mkono wa Mungu uko mahali popote. Nataka nikuombee wewe uliye mgonjwa, wewe una changamoto, nataka nikufungulie nguvu ya shukrani. Tunaenda kumshukuru Mungu kwa pamoja. Utaanza kuona mambo yataanza kubadilika, utaanza kuona mambo yataanza kubadilika. Mungu hajawahi kuacha kumjibu mwanaye. Mungu hajawahi kukaa kimya katika sehemu nyumba yenye furaha. Huzuni, hakuna mahali ambapo watu wanaishi kwa furaha kama kuna huzuni, lakini Mungu anapenda kuishi katika nyumba za furaha, katika nyumba za kumtukuza. Kwa mahali ulipo wewe, nyumbani kwako, geuza kwa sehemu ya kumshukuru Mungu. Ukiwa safarini, mtukuze Bwana. Mwambie Yesu, asante, nimesafiri mwaka mzima lakini sijapata ajali. Nimeenda kila mikoa lakini niko salama. Kuna wenzako walitoka mahali ulipo kwenda mjini wakapoteza uhai. Hujiulizi wewe ni nani?
Mungu ana mpango na wewe, Mungu ana kusudi na wewe. Mshukuru Mungu kwa kumaanisha. Usitazame mali, usitazame nini cha kibinadamu, lakini uhai aliokupa Mungu. Jiulize, umesafiri kila mahali, njia ile ile uliyopita, lakini kuna wenzako wamepita njia ile wakapoteza uhai, lakini wewe Bwana ameachilia neema, uko salama. Kwa mshukuru Mungu, acha kunung'unika, anza kumwamini Bwana na kumshukuru, na yuko tayari kukufungua maisha yako. Wewe kama ni mgonjwa lakini uko salama, mwambie Mungu, ninakushukuru hata sasa mazingira haya. Yesu unapomshukuru, kuna nguvu itashuka ya kupoteza ile tatizo. Maana yake ni nini? Yesu alimwambia Masa, ukiamini hutaona utukufu wa Mungu. Maana yake lilikuwepo tatizo, lakini Yesu alikuwa anamwambia, badilisha kuona kwako, uanze kuona Lazaro hajafa bali amelala. Lakini yeye Masa alikuwa anaamini Lazaro amekufa. Yesu alipokuja kusimama, akamshukuru Yesu, akamshukuru, mambo akabadilika, akamwita Lazaro, njoo nje. Lazaro akatembea. Na wewe mahali ulipo, Lazaro wako kwenye changamoto, Lazaro wa magonjwa, Lazaro wa kiuchumi, nataka nikwambie, tunapoenda kumshukuru, kuna mambo yanabadilika. Amini tu ya kwa usiku wa leo ni usiku wako, sio wa mtu mwingine. Unaponisikiliza mahali popote, sizungumzi na mwingine, nazungumza na wewe mahali ulipo. Mungu anasema na wewe, nataka nikamshukuru Mungu. Inua kiwango chako cha imani yako. Baba Mungu wetu uliye mbinguni, Baba nasema asante kwa jina kuu la Yesu, na kurudishia utukufu ni wako na nguvu ni zako Bwana. Mungu mbariki kila mmoja mtazamaji mahali alipo popote Bwana, katika jina kuu la Yesu. Mungu nakurudishia utukufu ni wako na nguvu ni zako Bwana. Mungu inua ndani ya mama huyu moyo wa shukrani. Mungu inua ndani ya kaka huyu moyo wa shukrani. Mungu inua moyo wa shukrani ndani ya kaka huyu, katika jina kuu la Yesu. Huyu baba amepoteza matumaini, huyu baba amekata tamaa, lakini majira yanapongea, pokea nguvu ya shukrani, pokea nguvu ya matumaini mapya, pokea nguvu ya imani kwa jina kuu la Yesu. Wewe uliye mgonjwa, kuna watu wamekwambia subia siku zako za kufa, lakini mimi mtumishi wa Mungu ninaamuru kuanzia sasa uwe mzima kwa jina kuu la Yesu, uwe mzima kwa jina kuu la Yesu. Haijalishi madaktari walichokisema, lakini Yesu yuko majira haya anasema na wewe, wewe sio mgonjwa tena, bali ni mzima katika jina kuu la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina kuu la Yesu, amen. Mungu akubariki mahali popote. Amini ya kuwa uko salama kuanzia sasa. Endelea kumshukuru Mungu mahali popote ulipo, mambo yatabadilika. Mungu awabariki, amen. Naam, huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mpaka mafuta huyu wa Bwana amepewa maono ya kutuletea kipindi hiki kizuri kinachohusiana na masuala ya Injili. Amekuja kutufundisha kuhusiana na nguvu ya shukrani. Kwa wewe ulioko pamoja nasi tangu mwanzo hata sasa, naamini kuna namna utakuwa umemuelewa na kuna kitu utakuwa umejifunza. Basi usisite kutuandikia hapo chini katika sehemu ya comment section. Tuandikie maoni yako, kama una neno lolote tafadhali tunaomba tuandikie hapo chini katika sehemu ya comment. Lakini hapo mbele zinapita namba za simu za mtumishi wa Mungu, unaweza ukamtafuta kwa maombi na maombezi zaidi. Aidha kuna sehemu hujaelewa au kuna kitu ulikuwa unahitaji ufafanuzi zaidi kuhusiana na habari ya ujumbe uliofundisha leo, unaweza ukamtafuta, hakika naye atakuhudumia. Basi nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe uliokuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa kipindi mpaka sasa tunapohitimisha. Karibu tena katika wakati mwingine ambao ni kila siku majira ya saa 1:30 hapa mjini YouTube kwa jina moja tu la Mswa Media. Karibu sana na Mungu akubariki. Usisite kumwalika ndugu jamaa na rafiki wakati mwingine. Sambaza linki katika magrupu mbalimbali. Kwa kufanya hivyo utakuwa umesaidia Injili kwenda mbele, na katika kuokoa nafsi moja tu Mungu hatakuacha, Mungu hatakusahau katika hilo. Asante sana na Mungu akubariki.